Amewahi kusikika mmoja katika wanachuoni, naye si mwingine bali ni Imamu Ash-Shafi'i Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i rahimahullah, wakati anaielezea suratu wal asri, mwanzo alisema lau kisingeshushwa chochote kwenye Qur'ani sura 114 ikawa imeshushwa hii peke yake suratul asr, ingetosha. Haya ni maneno ya Imamu Ash-Shafi'i, Mwenyezi Mungu amrahamu, mmoja katika watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimuumba kwa ajili ya watu wengine. Kwa juhudi zake, kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aliutumia umri wake na sasa ni msaada mkubwa kwetu sisi. Na hii ndio daabu ya wanachuoni, wanaingia katika hadithi ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas, mbora katika watu ni yule mwenye kuwanufaisha watu wengine. Nasi Mwenyezi Mungu atujalie katika hao. Miongoni mwa manufaa ya umri wa Imam Shafi, aliwahi kutuambia neno hilo, suratul asri ingetosha hii, ikawa Qur'ani nyingine yote isishuke. Na maneno kama haya wanachuoni wengi wakamuunga mkono. Kwa nini? Kwa sababu namna ilivyokuja kwa ufupi, lakini ikawa imeeleza hakika ya miongozo ya mwanadamu na maisha yake. Pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema wal asri, na apa kwa umri, kwa wakati wote, na apa kwa zama, tangu hiyo siku ya mwanzo mpaka siku ya mwisho, zote Mwenyezi Mungu amezitia kwenye kiapo chake. Akawa anaapia kitu gani? Maana ya kiapo lazima upate nini kinachoapiwa kwacho. Akasema innal insana lafi khusr, hakika wanadamu wote wapo katika hasara kubwa, illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu kisawa sawa. Mwenyezi Mungu akijalie katika hao, tuwe na imani ya sawa. Wa amilu salihati, na wakafanya matendo mema yenye kumridhi Mwenyezi Mungu na yenye kuwarudishia kheri wao. Watawasau bil haqi, na wakahusiana juu ya mambo ya haki wakati wote, pamoja na uchungu wake haki na tatizo lake la haki kushikamana nayo, lakini watu ikawa wanawahusiana katika hayo. Na cha mwisho watawasau bisabiri, na kawa wanahusiana juu ya faida zitokanazo na kusubiri na kusubiri kwenyewe. Mambo manne ya msingi. Kwanza, imani. Mungu atujalie katika kundi la waumini. Pili, al-amalu salih, imani yetu ichanganyike na kufanya mambo mema. Tatu, kuhusiana juu ya haki na kushikamana nayo. Na nne, kuhusiana juu ya kusubiri. Mambo manne haya mwanadamu akiwa nayo, huyo ni katika watu ambao kwamba wanatarajiwa, ndio wale anaowasema Mwenyezi Mungu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Siku ya kiyama ni siku ambayo haitomnufaisha mtu mali yake pamoja na watoto wake, isipokuwa yule atakayekuja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hali ya kuwa ni mwenye kusalimika moyo wake. Ni mambo manne, illa alladhina amanu wa amilu salihat watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ndipo Imam Shafi akasema sura hii ingekuwa inatosha peke yake, wala isingekuja suratul Fatiha, suratul Baqara, suratul Al-Imran, suratul Nisa mpaka mwisho suratul Nas. Hii peke yake ingetosha. Hebu na wewe leo ukafanye kazi, katizame katika haya manne yamekaaje katika maisha yako, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameanza kuapia na maisha yako pale aliposema wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr.